kwa ajili ya kuomba amani ya nchi yetu, basi ni jambo ambalo ni maelekezo ya dunia. Lakini kwa sababu sisi ni Waislamu, dua hii ya kuomba amani ina maana kubwa sana, kwa sababu sisi tunatoleana salamu. Maana yake nini? Tunaombeana amani. Baada ya salamu alaikum tunatokea mashauri amani, ni kuombeana amani. Kwa hivyo tunaomba, tunaanzia hapa. Lakini si hapo tu. Muislamu ni nani? Al-Muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mambo mawili muhimu sana. Muislamu ni yule ambaye Waislamu wenzake wanasalimika kutokana na kauli yake na mikono yake. Vitu hivi muhimu sana. Na hapa tulipo hapa, naweza kusema hivyo ndio hasa maneno na mikono yetu. Kwa hivyo muhimu sana tuyachunge mambo haya, kwa sababu huo ndio msingi. Sisi Waislamu tunapaswa kutunza amani yetu, na si kwa maneno na vitendo, lakini katika yote ambayo tunaelea, basi tuendelee kwa amani. Hii ni kauli mbiu kubwa sana ya Uislamu, na imo kwenye aya na hadithi nyingi kama alivyoeleza Mtume. Maeneo mbalimbali yametaja. Kwa hivyo wito wangu kwenu ni kuendeleza haya, na kwa sababu sote tuna wajibu. Mimi nimesimama nikiwa kiongozi mkuu wa wilaya, lakini mimi lazima kama kila mmoja alivyo na mimi, kama tulivyoambiwa kule kumrai kula ngai, mimi ni kiongozi. Kwa hivyo mimi napaswa nisimamie amani ya wananchi wa wilaya ya Micheweni na bungeni kokote. Maana hii wilaya ya Micheweni kwa ngoja Micheweni ni sawa, lakini nikilikuta natendeka wote nisifanye. Nikilikuta natendeka baya mkoani nisiseme. Napaswa niseme kwa sababu mimi napaswa kuongoza. Na kwa sababu kuna siku ya kuulizwa kwa sababu ya nafasi niliyopewa. Sasa Uislamu umetuelekeza kwenye amani, lakini pia tumeelekezwa kwenye kuchukua majukumu. Maana mimi nachukua kwa nafasi yangu kama mkuu wa wilaya, lakini kila mmoja naye ana jukumu lake la kuendeleza jambo hili la amani. Na hiyo ni kwenye Qur'ani na ndivyo tulivyoelekezwa kwenye Uislamu. Kwenye elimu hizi za sakula hizi ambazo zimechukua kutoka kwenye Qur'ani, huku wenyewe wana kanuni zao. Kuna kitu anaita ni collective responsibility. Tunabebeshwa sote, lakini kuna individual responsibility. Kuna jukumu la kila mtu mmoja mmoja. Kwenye collective responsibility, nikiamua sisi sote hapa kwa mfano, nikafika wakati wa sala nusende kufanya, sote tutapata makosa, au sivyo? Sote tutakuwa na makosa. Lakini kila mtu kwa nafsi yake atakuwa na kosa kwa yeye mwenyewe. Haya si maneno yangu, ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani yake mwenyewe anatuambia. Mashehe mtu na mnatakiwa kusomesha. Allah anatuambia kwenye Qur'ani yake, baada ya billahi minash-shaytani rajim, wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamah kitaba. Tena kitaba iqra'a iqra'a kitabaka, soma mwenyewe kitabu chako, sio wewe kusomea mie. Mungu anatuambia hivyo, iqra'a kitabaka, wala haitoshi yao kafa binafsika yauma alayka hasiba. Chatosha kitabu chako kwe. Atatuendelezea mbele, manitana anayejitahidi ajitahidi kwa nafsi, sio kwa nafsi yangu mimi, na anayejitahidi ajitahidi kwa nafsi yake. Lakini wa mandalla wala taziru waziratu au bebi mzigo wa mwingine na mwingine. Kwa hivyo hii ni individual responsibility. Kila mtu abeba la kwake. Ukimwambia mwenzako ovu, ukimshirikisha mwenzako kwenye ovu, kwenye kuvunja amani, wabeba wewe, kwa sababu ni nafsi yako na inaingia kwenye kitabu chako na utakwenda ulizwa wewe.
au sio mashehe? Sasa tuangalie, tuseme, tufanye, lakini kila mtu ajue kwamba mwisho wa siku, na hapa sio ndio mnamosimamia. Maana mimi kama kiongozi nasema siwezi kumwangusha askari mimi mpige yule, kwa sababu najua anaingia kwenye kitabu chake. Kila mtu adue kaya kwake. Kwa hivyo swala la amani, kila mtu alitamke akijua kwamba akimwambia mwenzake atunze amani kashatengeneza kwenye kitabu chake. Huyo ni Allah mwenyewe anayetuelekeza. Lakini amani hatuambiani hapa tu. Hata Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala tuko peponi na kukula amani. Na sura Zumar kwenye aya za mwisho zile, baada ya kutajwa watu waovu huku watakavyo milango ya motoni itakapofunguka wataulizwa, kule mwisho kule wanatuambia fasika alladhina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum. Atakasema hata peponi napo hakuna amani. Salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Kwa hiyo amani si hapa tu, hata huko kuna amani.